Mtazamaji wa Manara TV, naripoti kutokea hapa nyumbani kwa hayati Ali Hassan Mwinyi, ambapo ndiyo sehemu ulipo msiba wa mtoto wake Abbas Ali Mwinyi ambaye alifariki dunia siku ya jana Septemba 25 katika hospitali ya Lumumba iliyopo Unguja visiwani Zanzibar, wakati alipokuwa akiendelea kupatiwa matibabu. Na kinachoendelea hivi sasa ni taratibu za kusafirisha mwili kuelekea msikiti wa Zanzibar Jamii kwa ajili ya swala, na baada ya hapo mwili huo utapelekwa katika makaburi ya Mwangapani kwa ajili ya mazishi. Manara TV tuko hapa kwa ajili ya kujuza kile ambacho kitakuwa kinaendelea kutokea hapa msikitini na mpaka hatua ya mwisho ya makaburini. Jina langu mimi ni Yusuf Joel, nyuma kamera ni Stanislaus Mapicha. Endelea kukaa karibu na Manara TV kwa taarifa zaidi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anawasili hapa nyumbani ambapo ndipo ulipo msiba wa kaka yake Abbas Ali Mwinyi, na mara baada ya kuwasili hata salimiana na baadhi ya viongozi waliofika hapa, akiwemo makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Hemed, lakini pia atapata nafasi ya kuweza kusaini kwenye kitabu, na mara baada ya hapo atazungumza mawili matatu, na mara baada ya hapo tutaelekea katika msikiti wa Zanzibar kwa ajili ya swala, na mara baada ya hapo mwili wake utapelekwa katika makaburi ya Mwangapani kwa ajili ya taratibu nyingine za mazishi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtazamaji wa Manara TV, anayewasili kwa hivi sasa ni mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amewasili hapa Fumba Bweleo nyumbani kwa hayati Ali Mwinyi, ambaye ndipo ulipo msiba wa Abbas Ali Mwinyi ambaye alifariki dunia siku ya jana katika hospitali ya Lumumba Unguja wakati alipokuwa akiendelea kupatiwa na matibabu. Na hivi ndivyo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anawasili hapa Fumba Bweleo kwa ajili ya kuungana na Watanzania wengine katika kuelekea safari ya mwisho ya kumpumzisha mpendwa wetu Abbas Ali Mwinyi ambaye alifariki dunia siku ya jana kama ambavyo nimekujuza. Lakini mara baada ya dua fupi itakayofanyika hapa nyumbani kwao, mwili wake utapelekwa katika msikiti wa Zanzibar kwa ajili ya swala, na swala hiyo itafanyika majira ya saa 7 kwa maana ya kwamba leo Ijumaa. Lakini mara baada ya hapo mwili huo utasafirishwa mpaka Mwangapani, ambapo ndipo mwili wake utaenda kupumzishwa huko. Na Mwangapani kujuza tu kwamba ni makaburi ya familia, lakini pia hata wakati rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi alipofariki dunia naye alizikwa kule Mwangapani. Kwa hiyo ni kama sehemu ambayo makaburi ya familia huwa yanatumika kwa ajili ya kuzika familia yao na watu wengine. Lakini kama ambavyo unaona wageni mbalimbali wanaendelea kuwasili. Mheshimiwa Rais amepatana na viongozi mbalimbali, wageni mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali bara na visiwani wanaendelea kuwasili hapa nyumbani kwa hayati Ali Mwinyi ambaye ndio ulipo msiba wa mtoto wake Abbas Hussein Ali Mwinyi ambaye alifariki dunia siku ya jana wakati alipokuwa akiendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya Lumumba. Na mazishi yake yanatarajiwa kufanyika leo katika makaburi ya Mwangapani mara baada ya kukamilika kwa swala ya Ijumaa, kwa maana mwili wake utaswaliwa katika ile swala ya Ijumaa ambayo inafanyika katika msikiti wa Zanzibar. Na kama ambavyo unaona ulinzi umeimarishwa, hali ni tulivu, hali ni shwari kuhakikisha kwamba marehemu rubani Abbas Ali Mwinyi anaenda kupumzishwa katika nyumba yake ya milele kwa heshima na taadhima kutoka kwa wananchi, viongozi, lakini pia watu mbalimbali ambao waliishi nao kwa nyakati tofauti tofauti. Manara TV tumefunga safari mpaka Mwangapani, mkoa wa Kaskazini Unguja, yalipo makaburi ya familia ya
Ali Hassan Mwinyi, na pembeni yangu hapa ni kaburi la Abbas Ali Mwinyi ambaye amefariki dunia siku ya jana Septemba 25 katika hospitali ya Lumumba wakati alipokuwa akiendelea kupatiwa matibabu. Na kama ambavyo unashuhudia, kaburi lake liko pembeni ya kaburi la baba yake Ali Hassan Mwinyi ambaye amewahi kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na kama ambavyo unashuhudia, viongozi kutoka sehemu mbalimbali wanaendelea kuwasili katika eneo hili la Mwanga Pwani kwa ajili ya kumsindikiza Abbas Ali Mwinyi katika safari yake ya mwisho. Manara TV tuendelea kukupa update zaidi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kutokea hapa makaburi ya Mwanga Pwani. Jina langu mimi ni Yusuf Joel, nyuma kamera ni Stanislaus Mapicha. Na mtazamaji, hizi ni ripoti za moja kwa moja kutokea hapa Mwanga Pwani yalipo makaburi ya familia ya Ali Hassan Mwinyi. Na huu pembeni yangu ni msikiti ambao huwa unatumika kwa ajili ya swala mbalimbali, lakini pia huu ndio msikiti ambao utatumika katika kumwombea dua na swala ya mwisho kwa mpendwa wetu Abbas Ali Mwinyi ambaye alifariki dunia siku ya jana. Lakini pia kama ambavyo unaona, viongozi mbalimbali wameendelea kujitokeza kwa wingi kuhakikisha wanamsindikiza katika safari yake ya mwisho marehemu Abbas Ali Mwinyi ambaye ametangulia mbele za haki. Lakini nikupe tu historia fupi kuhusiana na eneo hili la Mwanga Pwani. Eneo hili la Mwanga Pwani ndio eneo ambalo alizikwa rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia amewahi kuwa rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Hapa anamzungumzia Ali Hassan Mwinyi ambaye aliyefariki siku ya jana ni mtoto wake Abbas Ali Mwinyi. Na mara baada ya Ali Hassan Mwinyi kufariki, alikuja kuzikwa katika makaburi haya yaliyoko huku Mwanga Pwani. Na kwa taarifa ambazo nimezipata, nimepenyezewa na baadhi ya watu wa karibu, wameeleza kuwa hii ndio sehemu pekee ambayo itakuwa ni makaburi ya familia, kwa maana kwamba inapotokea mtu amefariki dunia ni wa familia, basi atakuja kupumzishwa huku kwenye makaburi haya ya Mwanga Pwani. Lakini pia kama ambavyo umeona pembeni ya lile kaburi ambalo atazikwa Abbas Ali Mwinyi, pembeni yake alishazikwa baba yake Ali Hassan Mwinyi. Lakini pia kama ambavyo unaona ni eneo fulani hivi ambalo ni kubwa kweli kweli, kwa maana kwamba hata ukishuhudia sehemu ambapo watu wameegesha magari kwa ajili ya kuhudhuria mazishi ya Abbas Ali Mwinyi, watu wanapata nafasi ya kuegesha magari yao, lakini pia wanapata nafasi ya kuja kutoa heshima na salamu za mwisho. Lakini kinachoendelea hivi sasa ni dua katika eneo hili hapa kabla ya kupumzisha mwili huo, kwa sababu tunavizungumza hivi sasa mwili huo bado hauja wasili hapa Mwanga Pwani kwa ajili ya taratibu nyingine za mazishi. Lakini pia nikupe historia fupi ya Abbas Ali Mwinyi, na ni kwamba amewahi kushika nafasi mbalimbali za uongozi mbali na kuwa mwanasiasa, lakini amewahi kuwa rubani. Lakini pia kwenye upande wa jimbo la Foni tulizungumza na wananchi wa eneo lile, wameeleza masikitiko yao jinsi ambavyo waliweza kushirikiana na Abbas Ali Mwinyi enzi za uhai wake, na wakati alipokuwa mbunge wa jimbo hilo kwa takribani miaka 10 iliyopita, yani kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2025. Na wameeleza jinsi ambavyo wameguswa kwa namna moja ama nyingine na msiba wa Abbas Ali Mwinyi. Lakini pia tukazungumza na upande wa chama kupitia katibu mwenezi wa itikadi Comrade Hamisi Mbeto, na kueleza jinsi ambavyo wao kama chama waliweza kushirikiana na marehemu Abbas Ali Mwinyi. Lakini pia wameeleza jinsi ambavyo marehemu Abbas Mwinyi ameweza kutekeleza kwa asilimia 99 ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa maana kwamba alikuwa ni kiongozi mchapakazi, mzalendo, mwajibikaji na aliyependa kuwaletea wananchi wa eneo lake maendeleo zaidi. Na alikuwa ni kiongozi kikweli wa mfano, kwa sababu kila unajaribu kuzungumza naye anamueleza kwa namna yake na kwa historia yake ya kipekee zaidi. Huyo ndio Abbas Ali Mwinyi. Lakini nikukufahamisha tu kwamba mara baada ya baba yake kufariki dunia, yeye ndio kama kaka mkuu akawa ndio amechukua nafasi ya kuwa msemaji wa familia katika kile ambacho kitakuwa kinaendelea.
na kama ambavyo unashuhudia viongozi mbalimbali wanaendelea kuwasili hapa Mwanga Pwani kwa ajili ya kumpumzisha mpendwa wao Abbas Ali Mwinyi katika nyumba yake ya milele katika makaburi yaliyopo hapa Mwanga Pwani. Kiukweli ni huzuni, Zanzibar imezizima. Zanzibar imejawa na sura ya upweke. Kama una uwezo wa kusikiliza kila mmoja wao anaweza kumuelezea marehemu Abbas kwa nafasi yake, jinsi ambavyo waliweza kushirikiana naye, jinsi ambavyo waliweza kutengeneza ama kuwaletea maendeleo ya wananchi kwa ujumla, katika kuhakikisha kwamba anakuwa ni mtu ambaye ataendelea kukumbukwa. Lakini pia inaonesha kwa namna gani ambavyo Abbas Ali Mwinyi ameendelea kuacha alama kwa wananchi wake, kwa sababu huu umati huu unaonesha ni kwa namna gani wananchi au wa Tanzania kwa ujumla wamekuwa wakishirikiana kwa namna moja ama nyingine na marehemu Abbas Ali Mwinyi tangu alipokuwa mbunge, lakini pia hata mara baada ya kumaliza nafasi yake ya ubunge na kugombea tena, tuliona chama hicho kilimpitisha. Kwa hiyo unaposhuhudia umati mkubwa watu kama huu umejitokeza kwa ajili ya kutoa salamu za mwisho, kumsindikiza katika safari yake ya mwisho, tafsiri yake ni kwamba Abbas Ali Mwinyi alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa ni mwenye kupenda maendeleo, alikuwa ni mwenye kushirikiana na kila mtu, na ndio maana tafsiri ya umati huu uliojitokeza kwa siku ya leo, tafsiri yake ni kwamba Abbas Ali Mwinyi alikuwa ni mtu wa watu. Mwili wa Abbas Ali Mwinyi ukiwasili muda huu katika makaburi ya familia ya Mwanga Pwani kwa ajili ya taratibu nyingine za mazishi. Viongozi mbalimbali tayari wameshawasili hapa kwa ajili ya kumsindikiza Abbas Ali Mwinyi katika safari yake ya mwisho, na kama ambavyo unashuhudia mwili huo umebebwa kwa heshima zote kuhakikisha anaenda kupumzishwa katika nyumba yake ya milele kwa heshima zote ambazo anastahili. Lakini viongozi wa serikali kama ambavyo nimekujuza, wakiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, na viongozi waandamizi wengine wa chama na wengine wako hapa kwa ajili ya dua maalum kabla ya mwili wake kupumzishwa katika nyumba yake ya milele katika makaburi ya familia yaliyopo hapa Mwanga Pwani. Na kama ambavyo unashuhudia mwili huo unapelekwa katika msikiti kwa ajili ya swala na dua maalum kabla ya kupumzishwa katika nyumba yake ya milele. Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Hamza Hassan Juma. Ni mjumbe wa Baraza la Wawakilishi kupitia jimbo la Shauri Moyo, lakini pia ni waziri wa nchi afisa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia siku hii ya leo. Tumekuja kumsindikiza mwenzetu ndugu Abbas Mwinyi. Abbas Mwinyi alikuwa ni mbunge wa jimbo la Fuoni, na katika kipindi chake cha ubunge wake kwa kweli alifanya kazi vizuri sana na wananchi wake, na mimi nikiwa waziri katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, wakati tunatembelea maeneo mbalimbali katika majimbo yetu, tunapokwenda kule maeneo ya Fuoni tunakuta kuna baadhi ya changamoto alikuwa akishirikiana na wananchi wake. Kimsingi walikuwa wanampenda sana, na ushahidi mzuri ni kwamba hata tulipokwenda katika kura za maoni na uchaguzi wa mwaka huu unaokuja, tayari walikwisha kumpa ridhaa kwa ajili ya kuendelea kuwaongoza. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye ni mahiri sana katika majukumu yake, lakini kiongozi ambaye alikuwa anajali sana shida za watu. Na moja katika jambo ambalo niliwahi kufanya kazi naye katika hichi kipindi cha karibuni, katika eneo la Ziwa Maboga, eneo lile ambalo kila inaponyesha mvua za masika, mvua kubwa, kunakuwa na mafuriko ya maji, na mimi afisi yangu ndio inashughulikia masuala ya maafa. Kwa hiyo mara nyingi alikuwa akija ofisini na kunielezea ile kadhia, na alikuwa ananiuliza kuna serikali ina mpango gani kwa ajili ya kuweza kuondoa ile kadhia, wananchi wasiathirike na maji. Kwa moja katika hatua ambayo tuliochukua, tulienda pale, tukaenda na wataalamu na wakatushauri kwamba tuchimbe mtaro ambao yale maji, sababu maji ya pale yanatoka nje ya eneo la Fuoni, yanatoka maeneo ya Nagaa, Kiboje, Mwera ya kule. Kwa moja katika jitihada tuliyofanya serikali kupitia nguvu yake, tumejenga mtaro, tukajenga na mahodhi makubwa ambayo sasa hivi hata ikinyesha mvua ya masika,
ndani ya masaa mawili yale maji yanakuwa tayari yameondoka. Kwa hiyo moja katika jambo ambalo alilolifanya kubwa ndani ya jimbo lake ni kuondolea kadhia ya wananchi kuingiliwa na maji katika majumba yao, hasa wakati wa mvua za masika. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye kwanza alikuwa ni mtu mpole sana, ni mtu mstaarabu sana, na hata anapozungumza na wananchi wake hazungumzi katika hilo toni kubwa kwamba yeye labda kwamba ni kiongozi. Anazungumza katika lugha ambayo ni very cooperative na wananchi wake. Kwa hiyo kwa kiasi fulani wananchi wa jimbo la Fuoni wamempoteza mbunge makini ambaye tayari alikuwa wana matumaini mengine makubwa kwa maendeleo ya jimbo lao vile vile. Kwa hiyo kimsingi kama nilivyoeleza kwamba Abasi Mwinyi mimi namuelewa kama kiongozi mwenzangu, nilikuwa namuelewa ni namna gani alikuwa anajali zaidi shida za wananchi wake. Mimi nikushukuru na nikupe pole sana. Asante sana, kwa kweli tunashukuru, lakini vile vile tunawapa pole wananchi wa jimbo la Fuoni kwa kuondokewa na kiongozi wao, kitu ambacho tunachoomba wao na subira na watampata kiongozi mwingine ambaye ataweza kushika ile nafasi yake. Lakini vile vile naendelea kutoa pole kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuondokewa na kakake kipenzi ambaye kwa muda mwingi walikuwa pamoja katika shughuli mbalimbali za kifamilia na shughuli za maendeleo. Lakini vile vile tuwape pole familia nzima kwa msiba huu, na kitu kikubwa tunachoomba sisi Waislamu ni kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nimefika hapa jimbo la Fuoni lilopo hapa visiwani Zanzibar kwa ajili ya kuzungumza na wananchi wa jimbo hili ambao wamepata msiba mzito, pigo zito mara baada ya kuondokewa na aliyekuwa mgombea wa ubunge wa jimbo hili, lakini pia amewahi kuwatumikia kwa takribani miaka 10. Hapa namzungumzia marehemu Abbas Ali Mwinyi ambaye alifariki dunia siku ya jana katika hospitali ya Lumumba iliyopo Unguja mjini wakati alipokuwa akiendelea kupatiwa matibabu. Hawa hapa wananchi wanaelezea jinsi ambavyo waliweza kushirikiana na marehemu Abbas Mwinyi enzi za uhai wake. Kwa jina naitwa Farashu Musa Abdalla, ni mgombea nafasi ya kiti cha udiwani wa kuchaguliwa na wananchi katika wadi ya Mambo Sasa. Lakini vile vile jimbo la Fuoni tuna masikitiko makubwa ya kuondokewa na kiongozi wetu mpendwa, kwa sababu katika uhai wake tuliishi naye vizuri, hana majungu, ni mtu msikivu, unavomfahamisha anafahamishika. Kwa hiyo kwa kweli tumeumia, tena tumeumia sana. Lakini vile vile ametufanyia mengi katika jimbo letu, ikiwemo mambo ya miradi, visima, vifusi katika njia zetu za ndani. Vile vile ametujengea ofisi za chama ambazo kwa sasa hivi hazijafunguliwa bado. Yapo matawi yetu aliyarekebisha, vile vile yapo mengine amejenga mapya. Kwa kweli mengi alitufanyia, hatutomsahau. Na vile vile tunamuombea kwa Mungu inshallah amlaze mahala pema peponi inshallah. Amen. Haya, kwa majina naitwa Hassan Ahmad Rashid, ni mwananchi wa jimbo la Fuoni. Mie kama kijana kutokea umoja wa vijana, lakini pia ni mwananchi. Tumeguswa sana kifo cha Mheshimiwa Abbas Ali Mwinyi, mbunge ambaye alikuwa ni mtu ambaye anajali wananchi, anajali vijana, mtu ambaye mwenye matumaini. Kwa hiyo jimbo la Fuoni na wananchi kwa ujumla tumepata pigo kuondokewa na kiongozi mkubwa kama yule, kwa sababu alikuwa anacheza na fursa, anacheza na wananchi, anacheza na vijana. Kwa hiyo sisi kama vijana, kama wananchi tumeumia kwa kweli. Kwa hiyo tuseme tu kazi ya Mungu haina makosa, mbele yake nyuma yetu. Tuseme tumuombee kila la kheri aendapo. Mwenyezi Mungu amjalie maisha mema ndani ya kaburi yake, amjalie kila la kheri katika kaburi lake. Shukrani sana. Mimi naitwa Amina Hassan Mary, mwenyekiti wa jimbo la Fuoni UWT. Kwa kweli kiongozi wetu alikuwa ni mtu, kwanza alikuwa ni mtu maarufu, tumemzoea kwa muda wa miaka 10 aliyokuwa hapa katika jimbo letu, lakini ni mtu mmoja ambaye msikivu na mpole na yuko vizuri kwa kweli. Tumekaa naye vizuri, tumefanya naye miradi mingi. Mimi nyuma nilikuwa diwani, alikuwa yeye ndio mbunge wangu, kwa vile mimi ni diwani wake, ni msimamizi wa miradi yake iliyopita 2020 nilikuwa mimi ni diwani wake. Sasa miradi mingi mimi wadi yangu ilikuwa hiyo ya Kipungani, jimbo la Fuoni, upande wa Fuoni Kipungani. Tulijenga visima vingi, tulifanya mambo ya vifusi, barabara kabla haijatiwa lami ile tulitia vifusi, lakini tulijenga vyoo pale kituo cha daladala Kipungani.
tukajenga kituo cha polisi pale ambacho sasa hivi diwani anaendelea sasa hivi Mheshimiwa Hamisi anaendelea nacho na anakimalizia, lakini tulikitafuta kiwanja pamoja wakati na marehemu mbunge wangu tukamkabidhi diwani aliyekuwepo, na sasa hivi diwani aliyekuwepo ameshafanya vizuri na tayari kashaezeka na mambo mengine yanaendelea. Kwa hivyo kwa kweli tumepata pengo kubwa. Sisi wenyewe jana tulipata mshtuko mkubwa kutokana na kiongozi wetu amepata, yani amefariki kwa kweli. Kufa ni haki, lakini kuna umma. Na yule mtu tulimzoea. Na tunasema sisi Waswahili, baya lako sio zuri la mwenzako. Yule ni wa kwetu, awe mwema, awe mzuri, awe mbaya, lakini tulimzoea na tulifanya naye kazi vizuri, na kwa kweli alikuwa anatupenda. Shefa, hatujasikia kitu chochote ambacho chake kibaya. Hilo ndio tunalozungumza kwa muda huu, na tuko katika kuombolea msiba na kumwombea dua nyingi. Mwenyezi Mungu inshallah ampe kitabu chake kwa mkono wa kulia na mpokee kwa mapokezi mema. Kwa majina anaitwa Fakia Juma, ni mjumbe wa kamati ya siasa jimbo la Fuoni. Mheshimiwa mbunge marehemu tulishirikiana katika kipindi kirefu cha miaka 10 ndani ya jimbo hili, kipindi ambacho alifanya mengi na alikaa na wengi kwa vizuri. Yaani alikuwa na mashirikiano kiufupi na chama chake na wananchi wake. Kwa hiyo kwa hili tunamshukuru na tunamtakia kila laheri katika safari yake, na kiukweli katekeleza ilani kwa 99% ndani ya jimbo la Fuoni. Ingawa kwenye neema na changamoto hazikosi, na huwezi kumaliza yote kwa miaka hii kwa sababu jimbo ni kubwa lenye mipaka mingi. Kwa maana hiyo ni kazi aliyoifanya ni nzuri na tunamshukuru, na ni kiongozi wa kupigiwa mfano kwa ndani ya jimbo la Fuoni. Hakuna kiongozi aliyofanya mazuri kama Abbas Mwinyi. Kajenga ofisi za wadi 3, kila wadi kajenga ofisi 1, na tulikuwa tunaazima hizi azifungue baada ya uchaguzi, lakini Mungu kamhitaji zaidi na hatukuweza kuzifungua, lakini tunamtakia kila laheri sisi wanachama pamoja na viongozi wa jimbo. Mungu amjalie safari ya kheri na muondoshe adhabu za kaburi.